Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupegulia kurasa kwa hili. Wakati waumini wa dini ya Kiislamu leo wakisherehekea sikukuu ya Eid el-Fitr, jamii imetakiwa kuendeleza uungwana ulioonekana wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakiongea na Kurasa, baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu wameishukuru jamii kwa ushirikiano wakati wa mwezi mtukufu. Kwanza napenda kushukuru mwezi mtukufu. Yaani natamani uendelee kuwepo. Kwa sababu watu wengi kwanza kwenye mwezi huu wanajistiri. Yaani wako vizuri, wako smart. Hata matokeo kwenye mtaa wetu pia yamekuwa yamepungua, mara wadada wamepita wamelewa mara hivi. Kwa kipindi hiki tunaona maovu mengi yameachwa, lakini mimi ni shauri kwamba tutumie mwezi huu ambako tumetoka kufunga, tumejistiri, tumekuwa wacha Mungu, lakini tuendelee kwa kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Tusifanye tu ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini tufanye katika maisha yetu, yani tuishi maisha yetu wenyewe halisia. Jamani, nawatakia heri ya sikukuu ya Eid Waislamu wote. Nina furaha na sikukuu yangu, yani ninasikia raha. Tuendelee na Kurasa. Vijana wasiokuwa na ajira rasmi katika kijiji cha Nyanguku, kata ya Nyanguku, mkoani Geita, wameanzisha miradi ya ufugaji wa mbuzi, kuku pamoja na uuzaji wa mifugo, lengo likiwa ni kujikwamua kiuchumi. Wakizungumza, vijana hawa wamesema mpaka sasa wana mbuzi wapatao 6, kuku 12 na kwa siku wanauza lita 7 mpaka 10 za mafuta. Mradi wa kwanza ni mradi wa uuzaji wa mafuta ya petroli. Mradi huu tunaufanya na tulianza kwa sababu ya changizo kidogo tulifanya kwa vijana. Tukao tumepata kiasi fulani tukaanzisha mradi huu. Zumuni letu hii miradi tusaidie kujiinua kila mmoja wetu, vijana tuliopo kwenye hii miradi, kimaisha na kiuchumi pia. Kunalingana vijana wakuta hapo kwenye mfumo ya biashara, matukio yanakuwepo matukio, lakini wakiingia kwenye mfumo ya biashara kama walivyoanzisha hapa sasa hivi, wote wakajikita kule na kwa vizuri, matukio yatapungua. Vijana hawa wamesisitizwa kugeuza changamoto walizonazo kuwa fursa ya kujiingizia kipato. Na changamoto zao wanapozigeuza kuwa fursa ni ule muda mwingi ambao wanautumia kwa mambo ya ajabu ambayo hayastahili katika taifa, wanaubadilisha na kuwa watendaji wa kufanya kazi za kuingiza uchumi. Sisi ya mbunge tupo nyuma yenu, tutahakikisha kwamba chochote ambacho mtapenda tukifanye kupitia uongozi wa wilaya yetu au manispaa yetu ya Geita, basi tutayatekeleza. Tumalizie Kurasa kwa hili. Biashara ya mama na babalishe iliyumba ndani ya mwezi wa mfungo ambao waumini wa dini za Kiislamu walipokuwa kwenye mfungo na Wakristo wanaoendeleza mfungo. Wakiongea na Kurasa, viongozi wa malishe na babalishe wamesema kuwa wanatarajia biashara kurejea kwenye faida kipindi cha mfungo kitakapomalizika. Hali ya biashara ilikuwa sio nzuri sana kwa sababu pande zote mbili walifunga, walikuwa kwenye mfungo na Wakristo pia walikuwa katika maombi ya kufunga ambayo ni siku 40, pia waliendelea kufunga ili kumwadhimisha Mungu ili aweze kuwatendea kukutana na haja zao zile ambazo wanataka wakutane nazo pia. Ila biashara haikuwa nzuri sana kwa sababu pande zote mbili zilikuwa zimefunga. Kiufupi imeshuka sana. Inaweza leo ikapanda kidogo, kesho ikashuka, ndio hivyo. Huenda mkatembelewa labda na watu ambao labda wana matatizo wanaopita hivyo, mnaweza ndo mkaongeza kidogo, lakini ipo chini. Asilimia kubwa ambao tu labda tuliwashauri wafanyabiashara wetu ili wasije wakapata losi kutokana na biashara zao, ni kuwaambia kwamba kutokana na mwanzo kama mtu alikuwa anapika labda chakula labda mchele labda anaupiga kilo 5, nitakuwa apunguze hata apike hata kilo 1. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.